kwa tuna uchaguzi wa Chadema. Chadema. Moja kati ya tukio kubwa sana la kisiasa. Huwezi kulitoka ni matukio makubwa kabisa ya kisiasa Tanzania kwa sababu lilihusisha kwanza uchaguzi wa aina yake. Tofauti na chaguzi kadhaa za chama hicho zilizowahi kufanyika. Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa ni uchaguzi unaohusisha manguli wawili wa siasa. Mchakato ulianza kuwa moto tangia huko ndani mpaka ulipotoka nje ikaonekana wazi kwamba sasa ni upinzani mkubwa ndani ya upinzani. Baadaye uchaguzi ukafanyika mpaka ushindi unapatikana na mpaka matukio yaliyoendelea baada ya ushindi mpaka leo. Zungumza kuhusiana na Chadema, unazungumza kuhusu uchaguzi. Mambo mengi ambayo yametokea Chadema mwaka huu yameanzia kwenye uchaguzi pale, ndio yakafuatia hayo mambo yote yanayoendelea mengi. Sasa uchaguzi huu ulifanyika na kuhitimisha safari ya Freeman Mbowe kuwa mwenyekiti wa Chadema kwa zaidi ya miaka 20 na kitu. Kahitimisha tuite ufalme. Ilihitimisha ile safari ndefu, safari ya kiuongozi ya mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, ambaye na yeye alikuwa mgombea. Kwa maana hiyo bado alikuwa anataka kuendelea kwenye kuongoza chama hicho, lakini story kubwa ni nani aliyeshinda. Aliyeshinda ni aliyekuwa makamu wake na rafiki yake wa muda mrefu kweli Tundu Antipas Lissu, ambaye kwa miaka mingi tumeshuhudia wakifanya kazi pamoja kama mtu na msaidizi wake. Lakini kwenye uchaguzi huu ghafla wanasemaga punde si punde wakawa tuseme maadui wa kisiasa kwenye kampeni. Wapinzani tumia maneno ya kichambuzi. Wapinzani sio maadui. Wapinzani wa kisiasa, kuna adui, kuna upinzani. Wapinzani wa kisiasa, na uchaguzi hapo ndo ulipoanza kuwa mtamu. Sisi wafuatiliaji wa siasa nasema hapo ndo palipoanza kunoga. Sasa yakaenda lakini mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu akashinda. Kwa sababu watu wengi tunakumbuka, lakini sio mbaya kama tutakumbushana kile ambacho kilijiri wakati anatangazwa kuwa mwenyekiti mpya wa Chadema na kura alizopata. Tundu Antipas Lissu amepata kura 513 sawa na 51.5. Kwa hivyo tena, kwa niaba ya wazee wastaafu na pia kwa niaba ya mwenyekiti wa kikao ambaye samahani sikutaja mwanzoni lakini upo kabisa hapa, tunamtangaza ndugu Tundu Antipas Lissu kama mshindi wa nafasi ya mwenyekiti wa Chadema Taifa. Hiyo ndio ilivyokuwa wakati Tundu Lissu akitangazwa kuwa mshindi wa nafasi 51%. Utaelewa maana kwa nini nilisema uchaguzi ulikuwa wa moto kweli. Uchaguzi usiokuwa wa moto mtu anashinda 60, 70. Lakini 51 maana yake 90. Maana yake 51 maana yake aliyeshindwa pia sio kinyonge. Na yeye alikuwa na watu. Ukiniuliza mimi hapa. Nakuuliza unataka niulize? Sema kisha kuuliza wewe jibu. Umeniuliza nini? Unasema nikuulize nini? Ukiniuliza mimi hapa. Mimi kama mtafiti. Sawa? Nitakwambia uchaguzi wa Chadema. Sawa? Umetengeneza new political landscape katika siasa za Tanzania. Yani Swahili maana yake umetengeneza aina mpya ya siasa au tuseme hali ya hewa mpya ya siasa. Yani kwa watu ambao watafanya tafiti katika huu mwaka 2025 ambao ulikuwa mwaka wa vitu vingi, kwa mwaka wa uchaguzi. Tukio la Mheshimiwa Lissu kushinda lilikuwa tukio la kubadilisha siasa na upepo wa siasa kwenye siasa za Tanzania. Kwa naamini tukiwa tunafanya tathmini ya matukio,
ni kwamba baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kushinda, ilikuja na mtazamo mwingine wa kisiasa, hasa siasa za upinzani kwa siasa za Tanzania. Kwa hiyo matokeo yote ambayo tunayaona leo hii yamejengwa na uchaguzi wa Chadema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule uchaguzi ukiutazama, ukiacha tu kwamba ulikuwa unahusisha majabali wawili wa siasa, na kwa haraka unaweza kusema kwamba hawa ndio walikuwa wanasiasa mashuhuri zaidi wa siasa za upinzani Tanzania, lakini ni wanasiasa ambao walikuwa na misimamo tofauti. Sawa, mmoja ni mwanasiasa ambaye anatajwa kama ni mwanaharakati, lakini mwingine alikuwa ni mwanasiasa ambaye anatajwa kama ni diplomat, anaweza kukaa kwenye meza ya majadiliano ya kuzungumza. Kwa hiyo ni wanasiasa ambao wana ujenzi wa taswira tofauti. Kwa hiyo mshindi yoyote kati yao alikuwa anakuja kubadilisha mtazamo wa kisiasa katika nchi zetu, na hiyo inatokea duniani kote. Sawa, yani ushindi wa Trump Marekani umebadilisha taswira ya siasa za ulimwengu. Ushindi wa Netanyahu unabadilisha taswira ya siasa Mashariki ya Kati. Ushindi wa Putin unabadilisha siasa za Ulaya. Yani ni kawaida viongozi wanapoingia huwa wanakuja na mtazamo mwingine wa kisiasa, kwa sababu viongozi wanabeba misimamo, wanabeba agenda, wanabeba historia. Lakini sasa nikikwambia vile vile katika uchaguzi ulikuwa umebeba mambo ya msingi ya manne. Cha kwanza, na iko mwanasiasa ambaye anataka labda kujifunza siasa, unaweza ukaitumia. Cha kwanza ilikuwa ni uwepo wa mitandao ya kijamii. Huu uchaguzi ulikuwa umewekwa nguvu zaidi kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ulikuwa unafuatiliwa. Na kwa nini mitandao ya kijamii? Kwa sababu siasa za leo zinajengwa na ushawishi wa mitandao ya kijamii. Mtu ambaye anaweza kuwa na ushawishi kwenye mitandao anaweza kubeba agenda. Kwa siasa wote wawili walikuwa na hiyo kalba. Nafikiri waliona hiyo opportunity ya kutumia mitandao kama ni new instrument ya kufikia ushawishi wa watu. Hilo la kwanza. Lakini la pili ilikuwa ni kumpa jina baya mpinzani wako. Kumtengenezea mazingira mazuri. Kumpa jina baya mpinzani wako. Nayo ni kawaida kwenye siasa. Of course ni kawaida. Ni mshinde mtu lazima utengeneze picha mbaya kwa unashindana naye. Ulikuwa ni uchaguzi wa propaganda sasa. Yaani ulikuwa ni unaweza kuutazama propaganda ilikuwa ni kubwa sana. Na kwa sababu propaganda sio uongo. Propaganda ni mchakato wa kuchakata mawasiliano kwa lengo la kuweza kuvuta hisia za watu. Kwa hiyo wapinzani wote wawili, Tundu Lissu na Mheshimiwa Mbowe, zitengenezwe hizo agenda za propaganda ambazo zilikuwa zinapeleka taswira, unaweza kusema taswira ambayo haikuzoeleka kwa watu wawili. Hilo la pili. Lakini la tatu ni uchaguzi ambao ulikuwa unafanyika ndani ya chama chao kwa kumegawanyika. Kwa mwanasiasa gani ambaye anaweza kutumia migawanyiko ya kisiasa kwa lengo la kufikia maslahi yake makubwa kuweza kushinda uwenyekiti. Sawa, hilo la tatu. Lakini cha nne ni uchaguzi ambao umekuja ukiangalia vile vile sasa, kwa sababu siasa za Tanzania zinaathiriwa na siasa za maeneo mengine. Yani upepo ulikuwa unavuma kwa mahali ambapo hakujazoeleka. Hapo tulikuwa nielewa kidogo. Upepo ulikuwa unavuma mahali ambapo hakujazoeleka. Yani ipo hivi, wanasiasa wengi ambao wameshinda uchaguzi kuanzia mwaka 2024. Sasa hapa mtu ambaye anafuatilia geopolitics, wanasiasa wameshindwa ambao walikuwa hawapendwi hata kwenye taasisi zao. Alishinda Trump, alishinda Putin, alishinda Modi, akashinda Xi Jinping. Wanasiasa ambao kuna watu kama hawapendi upepo wa kisiasa. Kwa hiyo 2025 upepo ulikuwa unavuma mahali ambapo hakujazoeleka kwa watu wengi. Kwa hiyo ilikuwa ni trend ya kidunia. Lakini ukifuata tathmini vile vile ni uchaguzi ambao umeleta matokeo ya Chadema kutokushiriki katika uchaguzi. Huwezi kuacha hiyo tukio. Na unafahamu tukio la uchaguzi kwa chama ni tukio relevant kwa survive ya chama. Yani chama cha siasa kinajengwa kushiriki katika uchaguzi.
Kwa hiyo maamuzi ambayo yalifanyika vile vile imekuja na mtazamo wa kutoshika katika uchaguzi. Na nitakuja kuuliza vizuri hapo, lakini kwa sababu tumemtaja pia aliyekuwa mshindani wa Tundu Lissu, Freeman Mbowe ambaye alikuwa mwenyekiti wakati huo, na yeye alizungumza baada tu ya matokeo kutangazwa. Kwa wale ambao labda mwaka huu walikuwa wamesafiri, walikuwa wako Jupiter huko hakufuatilia, ni muda unaweza kujikumbusha pia hichi ambacho alikizungumza Freeman Mbowe. Tunaonyesha demokrasia kwa vitendo. Naondoka nikiwa na roho nyeupe sana. Naondoka nikiwa very proud ya kazi niliyoifanya kwa zaidi ya miaka 30. Mungu wabariki sana, na watakia viongozi wote yote yaliyo mema. Asanteni sana, tutaonana mbele ya safari ya japo majaliwa. Asanteni sana, tutaondoka tunaona mbele ya safari. Tuje kuuliza mbele ya safari, tushaonana, nitakuuliza baadaye. Tukio hili la uchaguzi wa Chadema, lengo la uchaguzi, si hapa tunakumbushana, lakini pia tunajadili pia matokeo yake. Lengo la uchaguzi kwenye taasisi yoyote, hata kwenye mashirika, kwenye nini, ni kuboresha kitu. Tumekuwa na mchungu muda mrefu, ametuongoza hapa, tuchague viongozi wengine watusaidie kukuza hii taasisi au kukuza ili shirika au hiki chama au nini. Tathmini yako, Chadema niliuliza kwenye mitandao juzi, bahati mbaya sana kwenye mitandao watu wengi wanaona kama wanaanza kufikiria kwa nini umeuliza. Hawajibu swali, wanaanza kujibu kwa nini umeuliza swali. Au wanaanza kukushambulia. Kwa hiyo wanakuataki wewe, wanaachana na hoja yako uliyouliza. Wanaanza kuataki mwanya wako, urefu wako. Hawajibu hoja. Hawajui kwamba kwa nini umewauliza. Chadema kama taasisi imefaidika kwa kiwango gani, ama imepata hasara kwa kiwango gani, au yote mawili baada ya uchaguzi? Kuna uchaguzi wa ndani au uchaguzi wa ndani ya chama kama taasisi imekuwa kiasi gani? Nini kimebadilika au nini kimekuwa kutokea kwenye uchaguzi mpaka leo tulipo? Yes, kwanza kuna vitu viwili mpaka vitatu. Sawa? Unajua uchaguzi ambao unahusisha wanasiasa ambao wana uzito unaokaribiana, automatic ni uchaguzi ambao ukifanyika kwa yoyote ambaye atakayeshindwa, ni uchaguzi ambao kila upande ulikuwa unaamini kwamba wenyewe watakopa nafasi. Kwa hiyo automatic ni uchaguzi ambao unafanyika katika migawanyiko ya ndani. Na katika historia ya nchi yetu tangia mwaka 1992 mpaka leo hii, takriban kama miaka 35 34, historia inaonyesha kwamba pale ambapo kulikuwa kuna migawanyiko ya ndani ya chama vya upinzani, basi chama tawala kilifanya vizuri zaidi, kwa sababu watu wanakuwa hawana umoja. Hilo la kwanza. Lakini sasa katika faida ya ndani ya kitaasisi, iliweza kuonyesha mustakabali mwingine wa misimamo mipya ya kitaasisi. Kwa sababu taasisi yoyote, hususan taasisi ya kisiasa, watu lazima fahamu, taasisi ya kisiasa watu hawajiungi kwenye siasa kwa sababu ya kumfuata mtu. Hapana. Watu wajiunga kwa siasa kwa ajili ya cha kwanza misingi ya chama. Cha pili ni falsafa. Falsafa maana ni imani. Cha tatu maana ni ideology, mlengo wa chama. Lakini cha nne, je, hiki chama kinapigania nini ambacho mimi mwananchi naweza nikajiunga katika hichi chama? Hiyo ni tafsiri ya siasa. Sasa kumbuka, vyama vyetu vinaongozwa na watu ambao wanaamini katika mambo manne, lakini hawa watu wana mitazamo, vipaumbele tofauti. Kwa hiyo automatic wanapoingia wanakuja na taswira nyingine. Kwa hiyo kitaasisi ilipelekea uchaguzi huu kuzalisha kitu kinachoitwa G55. Maana ni kwamba kuna siasa senior baada ya matokeo, sawa, hawakulizishwa na msimamo wa chama, wakaamua kuingia chama cha Chauma kwa lengo kuweza kuingia katika uchaguzi. Sawa. Sasa hiyo ni athari, kwa sababu ulipoteza wanasiasa mashuhuri. Na unafahamu chama kazi yake ni kutafuta watu, na sio kutafuta watu ambao wana maturity, wana ukomavu. Kwa kuondoka ni athari vile vile kwa chama, kwa sababu
hata akiondoka mtu mmoja kwenye taasisi, hiyo ni athari kubwa katika chama. Lakini vile hebu fikiria watu ambao wameondoka leo hii wana wabunge karibia 8. Maanisha chama cha Chauma wabunge karibia 8 kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana vile vile tunapozungumzia leo mafanikio ya Chauma, hauwezi kuacha kuzungumza uhusiano na ule ulini G55 na uchaguzi wa Chadema. Maana ni kwamba sasa katika dhana ya representative, yani uwakilishi, sawa kuna watu waliathirika na kuna watu walifaidika. Lakini vile vile hii ni muhimu, unapotaka kufanya maamuzi ya kitaasisi yoyote ile. Sasa hapa sizungumzi taasisi ya kisiasa. Nazungumza taasisi yoyote ambayo unaiongoza, iwe ni kampuni, whatever it is. Unapofanya maamuzi kuna vitu vya msingi vinne vya kuzingatia. Cha kwanza tunaangalia, je, maamuzi ambayo tunayafanya yatatupa matishio gani kama taasisi? Hiyo swali la kwanza kujiuliza. Maamuzi ambayo tunayafanya yatatupa fursa gani kama taasisi? Lakini je, maamuzi ambayo tunayafanya yatatupa uimara gani au ubora gani kama taasisi? Lakini maamuzi ambayo tunayafanya yatatupa matishio gani? Na hii formula inaitwa relational approach. Sasa hii ni sayansi. Yani maamuzi ambayo yanafanyika, ambayo yamekuwa yamechakatwa katika kujenga msingi wa mantiki. Na ndio maana kuna watu wakasema kwamba ni hatari zaidi kwa wanasiasa wawili kufanya uchaguzi mwaka huu, kwa sababu athari yake itakuwa ni kubwa ndani ya chama. Lakini vile vile katika uchaguzi. Kwa hiyo watu ambao walikuwa na mtazamo huwezi kuwapinga, kwa sababu matokeo yake tumeyaona. Si ndio? Tumeyaona. Of course unaweza kujenga hoja za feasibility, chama kilifuatiliwa zaidi, kilipendwa, watu kifuatilia. Lakini vile vile chama kinajengwa na uwakilishi wa wanasiasa kwenye vyombo vya maamuzi. Haya bwana, kama unapenda kutazama Azam TV Max kwenye TV yako usijali, watumiaji wa Smart TV aina ya Samsung sasa wanaweza kupakua Azam TV Max app kupitia Samsung Tizen. Lakini pia huku wateja wa Smart TV aina ya Android, pakua app yako kwa kuingia Play Store, mambo yaweze kunyokea kweli kweli. Chagua kifurushi unachokipenda, halafu furahia burudani kamili kwenye runinga yako bila kifaa cha ziada. Sasa kwa Azam TV Max unaweza kuangalia mpira mubashara, tamthilia za kusisimua, katuni za watoto, muziki, movies bora kabisa, pamoja na vipindi vya familia. Azam TV Max, burudani popote. Sisi tutarudi hapa kuendelea kuhitimisha haya ambayo yalijiri kwa mwaka 2025, na wewe pia nimekuona ukiniandikia ya kwako, nitakuja kuyasoma kupitia 0683 8029 66. Mimi naitwa Exaudi Mte, Godfrey Mchungu yuko hapa. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. 94.7 East Africa Radio, Nairobi. Together tunawakilisha. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. This is East Africa Radio. Playing only the best music. Hawa jamaa wamezunguka boda. 88.1 Dar es Salaam, 99.0 Kampala, anytime, any day, keep it locked. 94.7 Nairobi. Yani kila kitu napata hapa. Nisikilize radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Ungependa kutazama Azam TV Max kwenye TV yako? Usijali, watumiaji wa Samsung na Android Smart TV sasa mnaweza kupakua Azam TV Max kutoka kwenye Play Store. Chagua kifurushi chako, halafu burudika na filamu kali, vipindi bora na michezo mubashara, yote kwenye Smart TV yako. Azam TV Max, burudani wakati wowote, mahali popote. Vigezo na masharti kuzingatiwa. We got the DJ. For 1 and 2, it's a professional DJ. Yeah. Nikimcheki baba kastafu, nikimcheki mama na vitenge stupid.
I got in my swimming pool, real life mermaids, models in my living, lounge, mermaid. Hold up. Oh yeah. When I say pull up, you know what I mean. Man, that hit song, you can come yeah. East Africa Radio. Together tunawakilisha. The feeling of good music. Nikashinda kula kulala leo Manzese kesho Mbagala nikachuna East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua tacho. Na kwa imani yenu yote hiyo. Sasa ndugu zangu, leo namaliza miaka yangu 5. Namaliza dhamana mlionikabidhi miaka 5 iliyopita. Ninapenda kuamini kwamba nimewatumikieni na nimekitumikia chama chetu na nimewatumikia wananchi wetu wa Tanzania kwa namna ambayo mna haki ya kujivunia. Kipindi hicho akiwa makamu mwenyekiti wa Chadema akihitimisha sasa hiyo nafasi ya makamu mwenyekiti na akashinda kuwa mwenyekiti wa Chadema. Tundu Antipas Lissu. Asante kwa maoni yako leo tuandikia. Tunaendelea kutazama matukio makubwa ambayo yamejiri kwa mwaka 2025. Leo tukiwa tunaangazia tukio la uchaguzi ndani ya chama kikubwa cha upinzani Tanzania, kwa maana ya Chadema. Sisi tunaamini katika Chadema kama ilivyokuwa raia wa Gaza na Hamas. Hajaandika jina lake. Namba yako inaishia na 86. Taja namba yako hapa. Pamoja sana, naitwa Isaac Chawinja kutoka Pongwe, Tanga. Huyo anasema tukio langu kubwa nalokumbuka. Huyo mwingine anasema 2000 ni uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Anasema sikuwahi kufikiri petroli itakuwa 10,000. Hiyo ndio nachokumbuka mwaka huu 2025. Haya bwana, sisi tukahitimishe. Wakati tunazungumza hapa tulimtaja mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe. Amestaafu kweli kwa sababu hajaonekana sana kwenye shughuli za chama tena, kama tulivyomsikia hapa akiaga kwamba natokea kazi njema, tutaonana baadaye huko. Lakini hajarejea. Juzi nimeuliza kwenye ukurasa wangu wa Instagram swali jepesi tu kwa watu. Siasa zinamhitaji sasa kurejea kwenye siasa za majukwaani? Kama kawaida watu wakaachana swali, wakaruka na mimi. Umevaaje? Wakanirukia nimevaaje, naishije, lakini wakasahau swali. Tuna utamaduni wa ajabu, watu atustick kwenye hoja. Hoja ya msingi hapana, wanaruka na mimi. Sasa wewe vipi bana, umechanganyikiwa? Mimi nimeuliza swali, hebu tujibu hilo swali hapo tuondoke. Freeman Mbowe hajajihusisha sana na siasa za Chadema tena baada ya kustaafu au baada ya kumaliza uchaguzi. Ndivyo inavyotakiwa iwe kwa mstaafu au kuna sehemu amewadhulumu Chadema? Tunachambua kwa sababu tunatazama tukio lote ambalo limesababisha Mbowe kupotea pia kwenye siasa ni uchaguzi wa mwaka huu wa Chadema, ndani ya Chadema. Yes, kwa ukifuatilia mijadala na hata ukifuatilia makada wa Chadema, wengine walijitokeza waziwazi na kuweza kumtaka mheshimiwa Mbowe aweze kujitokeza. Wakina Boni walizungumza. Kwa wake ni kwamba ilikuwa inaonyesha kwamba bado ni wanasiasa ambao wanamhitaji. Lakini kwa mtu ambaye atarejelea hotuba ya mwisho mheshimiwa Mbowe Mlimani City, na mimi nakumbuka nilikuwa hapa, mlinalika je kuchambua. Alisema kauli moja, aliongea maneno mengi, lakini moja kauli alisema hivi: iundwe tume ya upatanishi. Sawa, reconciliation committee. Maridhiano. Maana ni kwamba inatufundisha vile vile kwa uchaguzi ulivyofanyika ulikuwa na character assassination. Yani kuna watu walipiana majina mabaya katika uchaguzi. Kuna watu waliumizwa. Of course umetumia neno zuri, waliumizana. Sasa mkishaumizana
lazima tufanye maridhiano. Mwezi kuact kama hakujatokea kitu kabisa. Kwa hiyo vile vile hoja maridhiano ni hoja ambayo inatakiwa ianzie ndani ya nini ya vyama. Kwa hiyo mchakato wa maridhiano, moja ya mchakato wa Mheshimiwa Rais 4R, reform, reconciliation, rebuilding and resilience. Kuna reconciliation, maridhiano. Kwa hiyo kumbe maridhiano yanatakiwa yafanyike sio tu kwenye vyama, hata kwenye familia, miongoni mwa mtu na mtu lazima mridhiane. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbowe alikuwa anatuambia kwamba baada ya uchaguzi umeisha, mshindi amepatikana. Na kimsingi mimi kuniuliza kulikuwa kuna mshindi kwa sababu 51% umeshinda nini? Asilimia 51. Kuna chache sana. Kuna chache. Maana ni kwamba katika uchaguzi kila mtu alikuwa na uwezo kufanya kushinda. Nitakupa mfano mmoja. Uchaguzi wa mwaka 2022 wa Kenya ulikuwa ni kati ya 49% dhidi ya 51%. Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Sawa? Yani ilikuwa inahitaji ili Kenya iweze kutulia, ilikuwa lazima Azimio la Umoja wa hayati Odinga lazima awe sehemu ya serikali katika siasa za Kenya, kwa sababu uchaguzi ulikuwa kama wanasema two sides the same coin, yani ulikuwa umeshikana. Yani uwezo kusema nani mshindi. Ili Kenya ishinde ilikuwa lazima wafanye maridhiano. Mbona na kweli maridhiano yamefanyika. Leo hii kuna mawaziri karibia 7, kuna tume ya NADCO imeundwa, wapo sehemu ya serikali. Sasa katika kesi study ya Kenya, huo ni uchaguzi mkubwa. Kuna vyama, kwa mtu ambaye ameshinda 51%, Mbowe anasema tuunde tume ya maridhiano na usuluhishi. Nimesema mwanzo, uchaguzi wao ulikuwa umejikita kwenye mambo ya msingi manne: ndoa ya kijamii, kumpa jina baya mpinzani wako, udhaifu wa kama madarakani, sawa, na migawanyiko ndani ya chama. Kwa hiyo ilikuwa inahitaji lazima kufanyike mchakato wa maridhiano. Sasa je, maridhiano yao yamefanyika? Mimi na wewe hatujui. Lakini ukiniuliza mimi vile vile, Mheshimiwa Mbowe ameongoza chama kwa miaka 30. Maana ni kwamba hao na siasa wote ndio amewajenga. Yeye anafanya amewajenga. Maana ni kwamba katika maturity ya kisiasa still bado kilikuwa kinamhitaji Mheshimiwa na kutokana katiba ya Chadema, yeye anakuwa ni mjumbe kamati kuu wa chama. Maana ni vile vile sasa ni mtu ambaye still bado anahitajika. Sasa of course kuna hiyo kuna kupishana mitazamo, kupishana vipaumbele, ni kaida kwenye vyama, lakini mimi kwa maoni yangu binafsi nafikiri ilikuwa anahitajika kwa upande mmoja, lakini vile ilikuwa ni kukaa pembeni, ni kuachia viongozi wake. Haya, asante kwa wale wote ambao mnatuandikia maoni. Nimekuona The Big Mpiana, lakini pia nimekuona huyu anasema jambo ambalo sitasahau ni uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29. Haya, asante. Jina lako pia hujalitaja hapa, lakini mwingine aliandika anasema jambo ambalo sitasahau, nimekuuliza uniambie na wewe pia. Sisi tunakumbushana mambo ambayo yalitikisa kwa mwaka 2025, tunahitimisha mwaka. Huyu anasema muhimu kwa Chadema ni kuendelea kuhubiri amani na mshikamano ndani ya chama. Mheshimiwa Mbowe ajitokeze aendeleze mshikamano ndani au nje ya chama. Naitwa Mwalimu Omar Kaloleni kutoka Moshi, ameandika ujumbe wake pia. Huyu anasema Chadema kutokushiriki uchaguzi imejenga imani kubwa kwa wananchi. Mtazamo wake anasema kuliko chama chochote cha siasa Tanzania. Na pia jina lake hajaandika. Ukiandika ujumbe ili tuweze kutambua vizuri ni ujumbe wa nani, unaweza kaandika jina lako pia. Haina maana mbaya kutambuana. Ndio maana mimi hapa naitwa Saudi Mtei, Godfrey Chungu yupo. Na wewe pia ukiandika ujumbe unaweza ukaandika na jina lako ili tukutambue vizuri ndugu yetu, mambo yaweze kuwa mazuri. Lakini mwingine aliyetuandikia anasema anaitwa Jaki kutoka Mwanza, anasema ni tukio la viongozi kujiuzulu nafasi zao. Viongozi gani sasa hujaandika, lakini inawezekana ni tukio lako ambalo unalikumbuka pia kwa undani kabisa. Na wewe endelea kutuandikia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa YouTube pia. Nitakuja kusoma vizuri ujumbe wako. Asanteni kwa wale ambao mnafanya hivyo na wale ambao pia mnatuandikia. Nimekuona Aida ni Kelly kutokea kwenye ukurasa wetu wa YouTube, anasema hapo na wafuatilia kwa undani tukio langu kubwa
ni uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba 29. Haya, asante. Lakini The Big Piano, ujumbe wako kwa YouTube pia nimekuona. Yohana, nimekuona Tunduru, anasema habari za asubuhi, na sisi tunakuambia ni njema sana. Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema nawapata vyema kabisa. Umenikumbusha tukio la Chadema. Haya, asante. Na ndio lengo letu kukumbushana yale ambayo yalijiri kwa mwaka 2025. Ndio utakuwa utaratibu wetu kwa kipindi hichi kuelekea kuhitimisha mwaka mwisho wa mwezi huu wa 12. Tutakuwa tukikaa hapa na kujadili mambo makubwa ambayo yalijiri kwa mwaka 2025, kuangazia mustakabali wake, lakini pia yamekaaje kiuchambuzi, tutakuwa tukiangazia hapa. Mimi naitwa Exaudi Mtei. Muda mchache ujao tukirejea itakuwa ni wasaa mzuri kwa ajili ya news updates, lakini kibiashara zaidi itakuwepo hapa, lakini pia dondoo za michezo zitakuwepo. Tupate nafasi pia kufahamu uko kwenye michezo mambo gani ambayo yamejiri. Ujumbe wako endelea kutuandikia kupitia 0683802966, lakini pia endelea kutuandikia maoni kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Frank Kashonde tayari yuko hapa kwa ajili ya kazi ya kutuletea taarifa mbalimbali kwenye news updates. Tukirudi tu itakuwa ni muda wa saa